wateule, Mheshimiwa Katibu wa Bunge, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza, kabla sijaanza kazi yangu, napenda nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutujalia sisi sote afya njema na kutuwezesha kuingia katika jengo hili. Najua safari ilikuwa ndefu sana, kila chama kilikuwa na utaratibu wake, lakini wananchi wameamua sisi tuliopo humu ndani tunastahili kuingia hivi leo na kuanza kazi. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa niaba yenu, kwa sababu najua hamna nafasi ya kusema. Tutakapoanza rasmi, Mheshimiwa Spika labda atatoa salamu rasmi ya kibunge. Lakini la pili, na mimi ni washukuru wapiga kura wangu wa jimbo la Isimani, Iringa, kwa kuniwezesha kuingia humu ndani kwa kipindi cha 7 tangu tumeanza mfumo wa vyama vingi mpaka leo, na kwa mara ya kwanza kipindi hiki cha 7 nimepata kura nyingi kuliko vipindi vyote ambavyo nimewahi kutumikia. Kwa hiyo nawashukuru sana, lakini najua sababu kubwa iliyonifanya nikapata, kwa kweli niseme wazi, namshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu hii ya 6, kwa sababu yale ambayo nilianza nayo tangu mwaka 95 kuyaomba makubwa katika kila tarafa. Tarafa ya Idodi niliomba barabara ya kwenda Ruaha National Park, sasa inajengwa kilomita 104 kwa lami. Tarafa ya Isimani hatujawahi kuwa na maji ya bomba, sasa yanatoka katika awamu ya 6. Tarafa ya Pawaga tuliomba mifereji ya kumwagilia maji kwa ajili ya kulima mpunga, sasa maji yanatoka na mifereji inajengwa. Kutokana na haya, mimi najua ndio maana wananchi wameamua kunileta kwa kishindo, lakini pia Mheshimiwa Rais amepata kura za kishindo kwenye jimbo langu na amenishinda na mimi, kwa sababu wanajua yeye ndio ameniwezesha. Sasa hadithi hii najua inawahusu wengi. Hadithi hii kwamba Mheshimiwa Rais katubeba tulio wengi inawahusu wengi ndani. Kwa hiyo kwa niaba yenu nimshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutubeba. Kura zetu nyingi tulizozipata zimetokana na utendaji wa serikali ya awamu ya 6. Baada ya kusema hayo machache, ndugu zanguni, niwapongeze sana wote kabisa mlioshinda katika majimbo yenu na katika utaratibu mwingine na wale wa kuteuliwa. Nawapongezeni sana. Nipo hapa kusimamia uchaguzi. Ingawa kulikuwa na uvumi kwamba nimegombea, nataka niseme tu hapa kwa sababu niko mezani, mimi sikugombea. Najua kwenye mitandao kwa waliandika sana nimegombea. Mimi sikugombea na wala sikutamani kugombea. Mimi nilijua nitakuwa spika wa kwanza hapa. Kabla spika hajakanyaga kiti hiki, mimi nitakanyaga kwanza. Nilijua hiyo nafasi nitapata, lakini sikugombea nafasi ya uspika, maana kwenye mitandao watu wamehangaika sana. Basi baada ya hayo machache, ndugu zanguni, naomba nifanye kazi ya kikanuni iliyonileta hapa mbele. Kabla sijafanya, nimruhusu nimuite, kwa sababu bado hatujawa na serikali. Kwa utaratibu wetu baada ya maelezo yangu haya, nitamuita katibu atoe maelezo ya utaratibu wa uchaguzi, alafu baadaye nitawaeleza hatua inayofuata. Karibu katibu.